Afya ya akili ni nini? Afya ya akili ni ugonjwa unaoweza kusababishwa na vitu ambavyo vimeletea shida kimwili au kiakili au kifikra. Na sababu hizo ni zipi? Tukianza na sababu za kibiolojia, kama kwenye vinasaba ndio hasa ambao watapata ugonjwa unaitwa schizophrenia. Hiyo inatokana na vinasaba. Na sababu nyingine ni magonjwa yanaweza kupelekea hiyo afya ya akili kutokuwa sawa. Inaweza ikawa magonjwa kama malaria, ikawa homa ya uti wa mgongo na HIV. Pia sababu zingine ni mabadiliko ya kifikra, mfano unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji wa watoto majumbani, na majanga mbalimbali ambayo yanatokea kwenye jamii yanaweza kupelekea mtu kupata changamoto hiyo ya afya ya akili. Sababu zingine pia ni za kitabia. Kwenye sababu za kitabia kuna madawa ya kulevya, kuna matumizi ya pombe kupitiliza, hasa ndio ambayo vinaweza vikachangia afya ya akili kutokuwa sawa. Sasa ni dalili gani ambazo mgonjwa huyo anaweza akazionyesha? Tukianza dalili hizo, kifikra kwanza anakuwa ni mtu mwenye kuwa na hisia tofauti. Anaweza kahisi kama kuna vitu anaviona wakati wengine hawavioni, au kusikia sauti zinaongea na yeye wakati wengine hawazioni. Na pia anaweza akawaza kwamba yeye kama hathaminiki kwenye jamii, akawa na hali ya kujitenga na hata kuwaza mpaka kujiua au kuua au kudhuru mtu mwingine au kuharibu mali kwenye jamii au mahali popote. Lingine ni hali ambazo zinatokea kimwili. Kimwili kwanza atakosa hamu ya kula, au anaweza kala kupitiliza, au anaweza akakosa usingizi au kulala tu kupitiliza, na kujitenga, kujikataa, kutokujiweka pia hata nadhifu kimwili. Na nyingine ni kivitendo. Kivitendo ndio kama hivyo tulisema, anaweza akawa anatembea ovyo, akaharibu vitu, au katuni. Kwa ujumla ni mtu asiyetulia. Sasa je, ina matibabu? Ndiyo, matibabu yapo, inategemea na kisababishi. Kama ni visababishi vya kitabia, kama unywaji pombe wa kupitiliza, madawa ya kulevya, atatakiwa kuwa kwenye dawa na ushauri kuhusu kuacha matumizi ya vitu hivyo au vilevi, na kuendelea na ushauri kila wakati. Kadri anapoendelea kupunguza au kuacha hivyo, basi afya yake itaendelea kuboreka. Na kama ni sababu za kuzaliwa au za vinasaba, kama ule ugonjwa uliotaja wa schizophrenia, huyu ataendelea na dawa kwa maisha yake yote. Na wengine tukiongelea kuhusu afya ya akili makazini. Sasa afya ya akili makazini inaweza ikawa sababu, labda tuanze na mwenyewe fanya kazi au mwajiri, pia jamii.
kwamba kwa mfanyakazi anaweza akawa afuate ule utaratibu mzuri wa kazi, na hii itampelekea yeye kuonekana haiko sawa na mwajiri na kupata hata adhabu mbalimbali. Kwa hiyo nayo itampelekea kuwa na msongo mkubwa, hata mwisho anaweza akafukuzwa na kazi, tayari atapata msongo. Lingine labda kwa mwajiri, tukiongea kwa ufupi, kwa mwajiri sasa labda ni kutimiza yale yanayompasa mwajiriwa kuyapata, labda mwajiriwa hayapati kwa wakati, nayo itampelekea mfanyakazi au mwajiriwa yule kutokaa vizuri kiakili, kwa sababu kama atakuwa hapati labda anachotarajia kukipata vizuri kama inavyostahili, hataweza kuperform vizuri kijamii, hataweza kushiriki vizuri kazini, na inaweza ikampelekea yeye pia kusimamishwa kazi au hata kufutwa kazi. Na lingine ni kijamii, kama mfanyakazi huyo hatakuwa na ushiriki mzuri kwenye jamii, kwa hiyo itampelekea pia kutokaa vizuri kiakili, kuanzia kule kwenye jamii yeye mwenyewe na hata kazini, na kuishia pengine ambako hapatakiwi. Sasa wito wangu ni kwamba tuzilinde afya zetu, tulinde afya yetu ya akili.